kuomba. Na mnenaji wa kwanza akasema hali ya kuomba. Wa pili naye akatuambia tuwe na imani. Utakuwa na imani kwa sababu gani? Akatuambia kwa sababu ya maombi ambayo utaomba. Kuwe na imani ndani yako, usiwe na tashwishi. Unayemuomba ana nguvu, anaweza yote, ni Muumba wa mbingu na nchi. Kwa hiyo akatuambia kwamba tuwe na imani, tuamini yote yawezekana kwake. Bwana asifiwe sana. Siwe nasikia ni mambo mazuri, si mazuri hayo, si Mungu wetu anatuangalia vizuri, kwa sababu hali ya kuomba ni hali ya kunena na Mungu. Na ni kwa sababu tumepewa hiyo nafasi ya kuwa tukiongea na Mungu wetu. Kuomba ni kuongea na Mungu, na ni kwa sababu ametupa nafasi. Si vema tukaomba na tukaamini. Amuitikie naye, amuitikie kwa nini? Na sisi hawa mfurahi siku ya leo. Sasa ni vema tufurahi kwa sababu Mungu alituleta, kwa sababu tusipofurahi hata kufurahi mambo yote ni sawa sana, kwa sababu Yesu wako wapi? Kiti chake cha enzi. Kwa hiyo tutasikia mausia ya Mungu, kama ni mabaya kama ni mazuri, lazima yatapitia kwenye masikio yako. Kwa hiyo ujiandae kwa yote, kwa sababu yote ni mazuri. Wala asifiwe. Kwa sababu Mungu alitukubalia kuja tusikie yale yeye anataka. Tukisikia ni magumu, tumuombe atusaidie yeye mwenyewe kuitekeleza au kuitimiza. Bwana asifiwe sana. Atusaidie, kwa sababu mara nyingine neno la Mungu huwa la kufinya, na likifinya ufinya mwili. Bwana asifiwe sana. Ufinya mambo ambayo mwili huu unataka. Na ndio tutoshe katika mlango mwembamba. Njia ile ni nyembamba iendao uzimani. Kwa hiyo hatutaipita na hatutafika kwenye kiti cha enzi tukiwa na mizigo mizito. Kwa hiyo tumekuja kufunguliwa na kuonyeshwa njia na kusaidiwa na Mungu wetu, tukae kwenye mapenzi yake, tusitosheke katika ile njia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni nyembamba. Niseme nimeokoka, napenda Yesu. Yeye amekuwa mwema wiki yote. Nina furaha siku ya leo kwa sababu ya kuwa na ule ushuhuda. Na sio kwa nguvu zangu, sio kwa uwezo wangu, sio kwa kutenda mema, sio kwa kumjua sana, sio kwa kumwelewa sana, bali ni mkono wa Mungu, kwa sababu ananipenda. Ameamua kunilinda na kunisaidia kudumisha tumaini ya uzima wa milele. Kwa hiyo yangu ninasikia kumwinua, kumwabudu, kumtukuza yule aliye wa haki na kweli, kwa sababu kama siye yeye singekuwa pahali hapa siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Mmoja aliimba wimbo wa Biblia akasema kwamba akiondoa nguvu zake sitakuwako tena. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kukaa, kukuwepo, kuwa na huo tumaini ya uzima wa milele imegharimu mkono wa Mungu. Kwa hiyo yetu ni kusema amen, ni kusema haleluya, ni kusema Bwana huyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nimeokoka, Yesu ni Bwana, ni kimbilio, ni tumaini la kipekee katika maisha yangu. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kunipa hii nafasi siku ya leo kusimama katika haya madhabahu. Ni kwa sababu kama sio yeye singepatikana pahali hapa siku ya leo. Kwa hivyo nimekuwa nafasi yangu Mungu kunipa huu wakati na kusimama katika haya madhabahu. Kwa hivyo ninamwambia jina la Yesu uwe na nitukuke sana, kwa sababu ya kukubalika mbele zake. Bwana asifiwe. Na unashukuru kwa sababu hata na wewe umekubalika kuja katika nyumba ya Mungu, ambao wana wa Israeli walimwambia Musa kwamba wewe peke yako ndio unaenda mbinguni.
Kwa hivyo wakati huo mwingine hata sisi tutaenda kusikiliza kutoka kwa Mungu sisi wenyewe. Sasa hatutaki kuletewa mambo, tunataka sisi wenyewe tuende ili tukasikilize. Kwa hivyo hata Mungu akakubali, akamwambia Musa kwamba waende waoshe nguo zao, lakini hawakuwa nguo nyingi. Wakaenda wakavaa, wakaipiga pasi, wakaja kama wamejiandaa. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, ili wasikie kutoka kwa Mungu wao, ulikuja ngurumo na radi, wakasikia hawawezi kuvumilia. Kwa hivyo wakatoroka na wakaambia Musa kwamba wewe kaa pale usikilize utuletee. Kwa hivyo wewe ujisikie mtu wa maana sana, kwa sababu Mungu wewe amekukubalia wewe ukuje usikie kutoka kwa Mungu wako, na sio kuletewa habari, sio kuletewa, ni kukaa usikilize kutoka kwa Mungu wako. Kwa hivyo ni mtu wa ajabu, ni mtu wa maana sana, na unafaa sana siku ya leo, na umeheshimika sana. Kwa hivyo neema tumshukuru Mungu kwa kutupa hiyo heshima. Bwana asifiwe. Nataka tuimbe wimbo ambao tunaujua sisi zote sana, na tuishi kwamba tumekombolewa kwa sababu ya neema, kwa sababu ya huruma, kwa sababu ya mapenzi. Bwana asifiwe. Tutaimba na najua tunaujua, tunaelewa, tutaujua sisi zote. Tusimame, tutamke heshima, tukiimba huu wimbo, tukubali tumekwisha kukombolewa kwa sababu ya damu ya Yesu. Tusimame tuweze kuimba kama tumesimama.
dhambi zote msalabani. Kwa hivyo utasimama imara, na kama vile Mungu alituambia kwamba vile uliokoka uliamini uliokoka, na hurudi tena kusema uokoke tena. Na kwa hivyo ni vyema uamini kama umeoshwa na damu ya Yesu na dhambi zote zimekufa msalabani Kalvari, usimame imara katika wokovu na utakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika wokovu na katika utakatifu wa Mungu, kwa sababu umeoshwa na damu ya Yesu na ni vyema ukaamini umetakasika. Ile ambayo inafaa ni tusiwe watu wa kurudi kwenye dhambi mara nyingine. Tusiorudie mambo ambayo tulijua ni maovu, tuweze kuitenda mara nyingine, kwa sababu itakuwa ni tatizo sana mbele za Mungu, kwa sababu sisi tumejua kutenda mazuri, tuendelee kutenda mazuri. Tumejua kuachana na maovu au na dhambi, tuachane na dhambi. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo tutaendelea katika hali ya maombi. Nimesikia Mungu akinisaidia tuendelee katika hali ya maombi, na ndiposa nikasema kwamba siku ya leo Mungu hajamalizana na sisi. Hali ya maombi yeye hajamalizana na sisi, kwa sababu siku ya Jumapili tulinena habari ya Elia, na Elia aliweza kuomba na akaomba, jua likanyesha, akaomba mara 7, akaomba. Wakati mwingine alikuwa kwa mama ambaye alimshika ugeni kwake, ambaye ni Serepta, na mtoto akafa, na neno likasema kwamba aliomba mara 3 akinyosha juu ya huyu mtoto, na mtoto akaweza kufufuka. Bwana asifiwe sana. Na tukaona mara nyingine aliomba kwa sababu alikuwa na mabishano na manabii wa Baali, na akaomba tu mara moja na Mungu akamsikia. Haya mara yote 7 na 3 moja, Mungu aliweza kusikia maombi ya Elia. Ni kwa sababu damu ya Yesu ilikuwa imemaliza dhambi na makosa ndani yake. Kwa hivyo na yeye alijiweka kwa Mungu wake, na Mungu ambaye masikio yake kusikiliza watu yake, hakumwaibisha wakati wote. Hakuweza kumwacha, hakuweza kumwaibisha, aliweza kurudisha maombi ambayo alikuwa akiomba. Na siku ya leo utaona kwamba kuna maombi ambayo kama vile mkwetu Mwalimu alituambia, maombi mengine watu huomba wakiwa na tashwishi. Tashwishi ni kutoamini Mungu ana nguvu za kutenda mambo ambayo unaomba. Na akatuambia kwamba ni vile vile unaomba, lakini ndani yako unarudi kuona kana kwamba hayo hayawezekani kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hayo hayawezekani kwa Mungu. Unaanza kuwa na tashwishi, nguvu zinaanza kuisha, tumaini linakosa, unarudi kuona Mungu ambaye hawezi mambo mengine. Na tukikaa katika hiyo hali, kweli hatuwezi kujishughulikia sisi wenyewe, hata tuwe nani, hata tuwe kina nani, hatuwezi. Lazima kukawa na shida katika maisha, tukikosa kuomba na kuamini Mungu anaweza yote katika maisha yetu. Tukaona watu ambao walikuwa na mahitaji na wakaweza kumwomba au kumuita Yesu aje ili awasaidie, na akakawia kuja. Katika kitabu cha Yohana 11, na ni refu, tusikilize au tuwe na Biblia zetu tuendelee kusoma ili tuweze kusikia vizuri vile Mungu anataka tusikie siku ya leo. Kuanzia hapo moja,
mstari wa 6. Peleka mpaka 17 ndio wasikie vizuri. Kuna moja. Yohana 1:6 asema hivi: basi aliposikia kwamba hawezi, Azia mstari wa kwanza ukiishi 17. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana mafuta akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maovu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye upendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana, ili Mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda mama na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale alipokuwako. Kisha baada ya hao akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabii, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu alijibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aliona nuru ya ulimwengu huu, bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yangu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa anena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko, ili mpate kuamini. Lakini na twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye, Yesu aliye ufufuo na uzima. Bwana asifiwe sana. Hawa ni watu watatu walikuwa pamoja na walikuwa marafiki wa Yesu. Na Lazaro ndugu yao Mariamu na Martha, na alipokufa basi wakatumana. Kutumana kwao kulikuwa ni kuomba, ili Yesu aje washughulikie shida ambayo ilikuwa na ndugu yao Lazaro. Lakini Yesu alipopelekewa ule ujumbe, neno linasema kwamba hakuweza kufika wakati ule, na hapo tumesikia kwamba alikaa siku 2. Akakaa siku 2 kama hajakuja. Kwa hivyo, kwa sababu ya kukalia kwake, ndugu yao akafa. Na alipokufa, basi hawakuwa na nyingine, ilikuwa kawaida yao na kawaida ya kila mtu ni kupeleka kaburini na kumzika. Kwa hivyo
hivyo ndivyo alifanya, na mambo mengine ambayo tunasikia hapa ilikuwa ya majibizano ya wafuasi wa Yesu na Yesu mwenyewe, vile walikuwa wakiongelea mambo ya Lazaro, na akawaambia waziwazi Lazaro amekufa. Kwa hivyo mahali alikuwa akijua kwamba Lazaro atakufa na Lazaro atafufuka. Kwa hivyo Mungu ni Mungu hukujua wewe na shida zako zote. Aliwajua Mariamu na Martha, na hata anajua kwamba kabla hawajapeleka ujumbe alikuwa amejua Lazaro atagonjeka na atakufa. Kwa hivyo wanafunzi wako na habari walikaa na ile ambayo iliwafikia kwa masikio yao, Lazaro ni mgonjwa. Na walipokuwa wakiongelea, Yesu kumbe alijua Lazaro amekufa. Bwana asifiwe. Na akawaambia wazi wazi Lazaro amekufa. Kwa hivyo Mungu ambaye tunamwamini, ambaye tunamtumainia, ni Mungu ambaye anakujua na jina lako, na mimi ananijua na jina langu. Na neno linasema kwamba hata nywele zetu za kichwa sisi hatujui namba yake, lakini Yesu anajua. Mungu aliyetuumba anajua, na yeye anaelewa. Kwa hiyo alielewa hawa watu, na walikuwa marafiki zake, na aliachilia Lazaro akafa. Basi hiyo ndio hoja kwamba wakati shida zinakaa sana na haviondoki, kama vile hao waliomba Yesu aje awamalizie shida zao kwa haraka, shida ambayo walikuwa nayo ya ugonjwa ya ndugu yao, lakini yeye tunasikia kwamba hakuweza kufika, alikalia. Na hapo ndio tunasema kwamba haya ndio mambo ambayo kuletea wanadamu tashwishi, kama vile tuliambiwa wakati wa Sabbath, siku hiyo ndio tashwishi. Sasa wanawaza, lakini hakuna jambo anaweza kulifanya, na tayari ndugu yao akaenda kaburini. Mara nyingi mambo huwa hivyo. Tunakuwa katika hali ya maombi, tunaomba hatupate majibu. Bwana asifiwe. Majibu yanakaa na yanakamia, lakini tujue kwamba neno la Mungu linasema kwamba siku moja kwetu sisi ni kama miaka 1000 kwa Mungu, na miaka yake 1000 ni kama siku moja kwetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hakuna kukawia kwake na hakuna kuja upesi kwake, yote inatoshana, kwa sababu siku zote zilizo nyingi na zilizo ndogo zote anazielewa na anazijua. Na kwa sababu maisha yetu yako mikononi mwetu, wanafunzi hawakujua Lazaro amekufa, na hakutumaniwa Lazaro amekufa. Alitumaniwa ujumbe kwamba amegonjeka, aende akawasaidie, awaombee ili ndugu yao aweze kupona. Na hakuna ujumbe ambao tunasikia kwamba alipelekewa ujumbe mwingine kwenda kuambiwa kwamba Lazaro amekufa, lakini yeye alijua Lazaro amekufa. Basi hivyo ndivyo Mungu hukuelewa wewe, hivyo ndivyo Mungu hukujua wewe. Bwana asifiwe. Anajua mwanzo wako na mwisho wako itakuwaje. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa umeondolewa dhambi na zimelipiwa, kama vile aliwajua hao watu, hivyo ndivyo anakujua wewe. Kwa hivyo alielewa Lazaro amekufa kwa sababu alijua sana. Bwana asifiwe. Na akasema amekufa. Hebu tuendelee kutoka hapo 17. Tusikie sasa, amekawia, wameenda ziara zote, wameponya watu, wametembea. Sasa imefika wakati wake wa kwenda Bethania kuwajulia hali. Toka 17. Basi
alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwapo hapa, ndugu yangu angelikufa. Lakini hata sasa najua kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, atapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yuko anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi, akamwendea. Na Yesu alikuwa hatafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi walipokuwako na Mariamu nyumbani walimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku wakidhani kuwa yeye anakwenda kaburini ili alie huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwako Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ulingekuwapo hapa, ndugu yangu angelikufa. Basi Yesu alipomwona analia, na wale Wayahudi walipofuatana naye wanalia, aliangua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Yesu amfufua Lazaro. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, niondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nashukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua kuwa wewe unasikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiye uliyenituma. Naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sana miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akamwambia, fungueni, mkamwacha ende zake. Amen. Hapo na unasikia kwamba walikuwa wametumana, wakamuita ili aje aponye ndugu yao, na akaweza kukawia, na neno limetuambia alikaa siku 2. Ndiposa tena wakaondoka pale, wakaanza safari. Sasa kufika kwa kina Martha
ni siku ile tayari imeisha. Ule kwao nampeleka mtu kaburini siku hiyo amweki kama sisi vile tunaweka. Kwa hivyo siku hizo zilikuwa ile tayari alikuwa kaburini. Hivyo alipokuta Martha alimwambia, kama ungekuwa ndugu yetu angekufa. Hiyo ndio ilikuwa imani yao. Imani yao ilikuwa aje amponye, kwa sababu wao walimjua Yesu ambaye anaponya. Hawakumjua Yesu ambaye anakuwa. Bwana asifiwe. Haya ndiyo maisha ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anataka aone na macho. Akiona na macho ndio yeye huamini, na hiyo ndio inakuwa shida kwetu. Tusipoona hatuwezi amini, na ndiposa hata shida mara nyingi zinatusonga sana na zinakaa sana siku nyingi, kwa sababu hatuamini. Tunaamini mambo madogo haya Mungu anaweza kufanya, lakini yale makubwa ambayo tunahitaji tunakuwa na tashwishi, tunaona kana kwamba Mungu hawezi. Basi tunaona tunafika mahali inaleta shida, na ndio tunaona kwamba walikuwa wakilia kwa sababu tumaini lao limeisha. Ndugu yao tayari amekufa, ako kaburini, kwa hiyo hawana tumaini ya kumwona tena, mambo yake imekwisha. Na ndio inafanya hata sisi tunafika mara nyingine mwisho. Unaomba, ukitoka unaachilia. Ukiachilia unakaa miaka bila majibu, kwa sababu ya kutoamini Mungu amesikia na Mungu atatenda. Kwa hivyo walikuwa katika ile hali ambayo tuko hata na sisi siku ya leo. Tusipoona hatuwezi kuamini. Kwa hivyo walijua Yesu ambaye hutoka, lakini sio Yesu ambaye alikuwa, na wakasema kwamba tayari hapo kaburini siku ile mambo yameisha. Bwana asifiwe sana. Ni maombi ambayo iko na tashwishi ndani yake. Kutoamini kuna Mungu mwenye nguvu ambaye wewe unakaa siku ya leo hujui hata uhai wako uko wapi. Wewe unajisikia uko uhai, lakini mahali uhai wako unakaa wewe hata hujui. Na wewe ndio umebeba huo uhai, lakini hujui uhai wako uko wapi. Bwana asifiwe. Ni kujikuta unajikuta umeamka asubuhi na unajikuta wewe ni vile ulikuwa jana ukijiita. Bwana asifiwe. Lakini tukiamini Mungu ambaye anajua uhai wetu mahali uko, na akitaka kuondoa hawezi akauliza, na hawezi akawa anakuhangaika ataugoaji. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye aliweka ndani yetu. Yeye ndiye alikuwa mwenye uhai, na ndiposa akawaambia yeye ndiye mwenye huo uhai ambao anasema kwamba uhai umeenda. Kwa hivyo nataka ako kaburini. Akataka hata kila mmoja ajue kwamba yeye ndiye hubeba uhai, na akiwa yeye ndiye anabeba uhai, ni jambo gani yeye hawezi kulitenda? Bwana asifiwe. Ni jambo gani kwako au kwangu mimi hawezi kulitenda ikiwa uhai wangu yeye amebeba? Bwana asifiwe sana. Wakawa watu wenye tashwishi, na wakaanza kumaanisha sababu mbele zake, tumemweka kaburini na siku nne zimeisha. Kwa hivyo pale kaburini anakufa. Hata walipofika mahali pale akasema ondoeni jiwe. Bado akasisitiza, amemaliza siku nne, kwa hivyo hakuna tumaini. Bwana asifiwe. Nguvu zimeisha, tumaini imeisha, hawaoni mwenye uhai amekuja. Wako katika ile hali ya kulia na kufadhaika
ndani yao, akasema Bwana asifiwe, ondoeni jiwe. Na walipoondoa jiwe, hata neno linasema kwamba alifadhaika kwa vile hawakumwamini, hata machozi ikamtoka. Alikaa nao siku nyingi, lakini hawakumjua na hawakumwelewa. Bwana asifiwe. Hiyo ndio shida ambayo inakuwa katika haya maisha. Hata Mungu anatuonea huruma, anatuokoa, anatufanya wana wake, taifa lake teule, watakatifu, watu ambao Mungu amekubali waende mbele zake waombe, lakini kumwamini inakuwa ni shida. Kuamini ana nguvu na anaweza kwa kutenda kila jambo, ila Bwana asifiwe sana. Mara nyingine Roho wa Mungu ambaye Yesu Kristo wakati alienda alisema kwamba sitatuacha hata tuacha sisi kama watoto yatima, tupa Roho wake ili atusaidie kumjua na kumwelewa. Lakini hata tukiwa katika ile hali, bado tuna tashwishi, bado tuna shida, bado imani hakuna. Bwana asifiwe sana. Na kuamini ni kuamini jambo ambalo haujaliona. Na kwa sababu nasikia akisema kwamba, na wakati alimwambia, kuna mambo alimwambia kwamba lolote utasema na utatenda nitaamini. Lakini wakati tena wakwenda kaburini anasema amemaliza siku hii. Bwana asifiwe. Amekaa kama mtu aliyechanganyikiwa. Anamwambia nitakusikia, nitatii hilo utasema, nitaamini hilo utasema, lakini kwenda kaburini kuondoa jiwe, tena anaanza kusema amemaliza siku hii. Anakaa kuchanganyikiwa. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio Mungu anataka tuondokee mambo ya kuchanganyikiwa. Bwana asifiwe. Tunaamini na tunasema, yaani tunasema na tunahubiri, lakini ndani yetu kuna kuchanganyikiwa, kuuliza kama kwamba ninaomba lakini itawezekana kuchanganyikiwa. Bwana asifiwe. Mungu anataka tuondoe kuchanganyikiwa, tumwamini na tumtumaini. Hata akikaa miaka ngapi, tukae katika ile tumaini. Mungu amesikia maombi yangu, na yetu sisi ni kumtukuza na kumwambia ni asante Baba, kwa sababu uliniambia nikuombe na ukanipatia, na kwa sababu niliomba mwaka ambao ulipita nikakwambia nina hivi, hata sasa sitawacha na sita kukuambia wewe unaweza, na ningali ninakoja. Bwana asifiwe. Ningali ninakoja na nitakaa katika hali ya kukoja. Sitaki kujua utamaliza miaka ngapi, lakini mimi kwangu nitakungojea mpaka wakati wako ufike ukuje, kwa sababu wakati Mungu alipokuja kwa kina Martha na Mariamu, aliona watu akasema kwamba Mungu Baba yake ajionyeshe. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio alikuwa akitaka, ili ajulikane yeye ni nani. Bwana asifiwe. Na mambo mengine mkaia, ili Mungu ajionyeshe kwetu sisi na kwa marafiki na kwa ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hayakawii hivi tu, yanakawia akijua na kuelewa na anajua wakati wake, ambapo akija na kutimiza maombi yako, wewe itakuwa ni furaha yako na itakuwa ni faida kwako, lakini kwake itakuwa ni utukufu. Bwana asifiwe sana. Itakuwa kwake ni utukufu, kwa sababu kila mmoja akishuhudia atamwona Mungu na atamtumainia huyo Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu anaachilia watu ambao wanakuona, watu ambao wanakusema, watu ambao wanakusengenya. Bwana asifiwe sana. Anaachilia ili siku ambapo atakuja
akayameza. Bwana asifiwe. Ndiposa akaachilia hawa, na neno linatuambia kwamba kulikuja Wayahudi wengi ili wawe wakiwatuliza. Kwa hiyo hata Yesu alipokuja, hata hawa walilia. Bwana asifiwe. Hata hawa walilia. Kwa hiyo kutakuwa na watu ambao watalia pamoja na wewe, wengine ni wa kutetelea, wengine ni wa kusengenya, wengine ni wa kutaka kuona utafanya nini. Bwana asifiwe sana. Ndiposa Mungu anataka tuondoe kasisi, kwa sababu lile halijatimizwa bado litatimilika. Bwana asifiwe. Na Mungu anataka kwako wewe, anataka ajiletee sifa na utukufu kwako wewe, kwa sababu wewe ndiye mtoto wake. Bwana asifiwe. Wewe ndiye mtoto wake, na kama vile mzazi kufikia mtoto wake ambaye ni mzuri, ambaye ni mwerevu, ambaye anatenda mambo mengi mema. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu wetu hufurahi kwa sababu yetu, na ndiposa mambo mengine hukalia ili ajiletee sifa kukupitia wewe, ili aonekane kupitia wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiwe na maswali ya kuuliza kwa nini mimi Mungu hujanifanyia hii, wewe kwa nini hujatenda hii. Ni sisi ni kumwambia ni asante, kwa sababu unanifanya mwana, na hakuna mwana ambaye mkate akapewa jiwe. Bwana asifiwe sana. Na kama ni wewe umesema, Baba yangu nitakungojea hadi wakati wako, kwa sababu wakati utakuletea sifa wewe, na mimi itakuwa faida kwangu na furaha kwangu, na itakuwa bado ni utii kwako wewe. Bwana asifiwe. Wewe itakuwa vile utangojea Mungu, na vile utakaa hiyo miaka, ni Mungu wako ataonekana nguvu zake na uwezo wake. Bwana asifiwe. Na ndiposa tutasikia kwamba Elia wakati alibishana manabii wa Baali, haikuwa hiyo siku tu, walikuwa wameendelea katika hiyo hali, kwa sababu mume wa Rahabu ambaye alikuwa ni mfalme alikuwa akiabudu Baali. Kwa hiyo hawakusikilizana na Elia, walikuwa wamepitana sana, hawapelekani njia moja. Kwa hiyo haikuwa hii siku tu ambaye Elia aliomba akasema kwamba Mungu wacha wakuone na wanione mimi ni mtumishi wako. Bwana asifiwe. Wakuone na wanione mimi ni mtumishi wako. Kwa hiyo haikuwa siku hiyo, na hatujui ilienda miaka ngapi mpaka ikafikia huo wakati. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu ni kungojea, na katika hali ya kungojea ni hali, sio hali ya kugombanisha Mungu au kupiga kelele. Sisi kwetu tumefanyika watakatifu wana wa Mungu. Mungu anataka sifa zetu. Bwana asifiwe. Mungu anataka sifa zetu. Hataki kelele, hataki kugombanishwa, anataka sifa zetu. Na ndiposa imekawia yale maombi naomba, ili Mungu ajiletee sifa na utukufu kupitia wewe. Bwana asifiwe. Na hata huyu Bwana wake Yesu alienda kaburini, alipitia shida nyingi na akaenda kaburini. Na katika kwenda kaburini ilikuwa imuletee Mungu sifa na utukufu, kwa sababu siku ya tatu alifufuka. Na kuna wengi ambao waliamini hakufufuka. Hata wanafunzi wake wakati alisulubiwa, wengi waliondoka na wakaenda kwa kazi zao. Bwana asifiwe. Lakini alikuwa amewaonea siku ya tatu nitafufuka, na hawakuamini. Bwana asifiwe. Hiyo ndio hali ya mwanadamu. Lakini Mungu anasema kwamba heri wale wanaamini bila kuona, kwa sababu Maria Magdalena, neno linasema kwamba yeye alikimbia kaburini asubuhi ya siku ya tatu, na akapata amefufuka na akamuona. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuamini Mungu anaweza yote, na yote itatendeka yale ambayo amekuahidi wewe, utamuona hata wewe, kwa sababu huyo
Mariamu alimuona Yesu mbele ya wanafunzi wengine wote, hata kina Petro, wao walikuwa karibu na yeye. Yeye ndiye aliwaona mbele. Tusiwe watu wa kuchanganyikiwa, tusiwe watu wa kuwa na tashwishi katika maombi ambao tunaomba. Bwana asifiwe sana. Kuna maombi ambayo yaliombwa na Daudi, na tujue kwamba Daudi alikuwa ametenda dhambi, na inapokuwa alikuwa ametenda dhambi na alikuwa kweli alitenda dhambi, alienda mbele za Mungu. Hebu tusikie Samueli, Samueli wa pili, Samueli wa pili 12:18. Ikawa siku ya saba, yule mtoto akafa. Nao watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia kwamba lakini kwa kuwa kwa kutenda hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukula. Samueli wa pili. Samueli wa pili 12. Samueli wa pili 12. Basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. Nao wazee wa nyumba yake wakaondoka wakasimama karibu naye ili wamuinue katika chini, lakini hakukubali wala hakula chakula pamoja nao. Ikawa siku ya saba, yule mtoto akafa. Nao watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia kuwa mtoto amekufa. Basi Bwana akampiga yule mtoto ambaye mkewe Uria alimzalia Daudi. Akamwambia Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala nyumba yake. Wakaondoka wakasimama karibu naye ili wamuinue katika chini, lakini hakukubali wala hakula chakula pamoja naye. Ikawa siku ya saba, yule mtoto akafa. Bwana asifiwe. Daudi alikuwa ametenda dhambi kwa sababu alichukua mke wa Uria na akaua Uria, na wakati aliua Uria
aweze kumsaidia au kumwondolea shida ya kifo ambayo ilikuwa kwa nyumba yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndilo neno linasema kwamba Bwana Mungu, basi Bwana akampiga yule mtoto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haukuwa ugonjwa. Daudi alielewa makosa yake, kwa hivyo akaenda kwa Mungu kuomba ili apate usaidizi, kwa sababu alimuelewa Mungu mwenye huruma na ambaye anaweza kutenda yote. Kwa hivyo akaomba, na neno linasema kwamba siku ya saba yeye bila kula na bila kunywa, Bwana asifiwe, mtoto akafa. Kwa hivyo wakati mwingine tunaweza kukosa ya maombi na Mungu atekeleze vile anaona ni vizuri, kwa sababu hakukubali maombi ya Daudi, alikataa, na ni kwa sababu ya dhambi. Bwana asifiwe. Lakini Daudi alimuelewa Mungu mwenye huruma na Mungu ambaye anaweza kugeuza mambo, Mungu ambaye anaweza yote. Kwa hiyo alijua kwamba Mungu anaweza kugeuza kifo. Hata ingawa alikuwa amesema, alijua Mungu anaweza kugeuza kifo. Kwa hiyo yeye aliamini Mungu ambaye angeweza. Bwana asifiwe. Mungu ambaye angeweza. Lakini kwa sababu ya dhambi na makosa yake, Mungu alikataa maombi yake. Bwana asifiwe. Lakini kwake yeye kulikuwa na imani, na akaomba siku saba akingojea majibu kutoka kwa Mungu. Hakuna mtu ambaye alitumiwa akamwambia mara nyingine vile itafanyika, lakini aliambiwa kwamba mtoto amekufa. Bwana asifiwe. Na katika ile hali yeye aliamka, neno linasema akala, akanywa, akaoga, na hata wakashangaa, wakashindwa nini imeendelea, kwa sababu yeye alielewa kwamba Mungu ambaye anaweza yote, hiyo ndio aliona inamfaa yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yake ilikuwa kumshukuru kwa yale ambayo ilitendeka. Ikiwa Daudi alishukuru kwa sababu ya yale ilitendeka, na alikuwa magotini kuomba Mungu ili kifo kisionekane kwake, lakini aliendelea kumtumainia Mungu na kuamini Mungu angeweza kubadilisha mambo. Bwana asifiwe. Na ikiwa alitenda haya kwa Daudi, na ikiwa Daudi alitumainia, na sisi kwetu hatujatenda dhambi ya kuua, bado sisi ni wana wa Mungu na watoto wa Mungu. Yesu sisi ni kuamini, mambo yote inawezekana kwake. Bwana asifiwe. Kila jambo analisikia na atatenda. Kwa hivyo Daudi aliamini, nitaenda mbele zake na nitajua atanisikiliza, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye huruma. Kwa hivyo nasi tusiwe watu wenye tashwishi, watu wenye kuchanganyikiwa, tuwe watu ambao wanaenda mbele za Mungu wakiamini yeye ana uwezo wa kutenda kila jambo ambalo tunahitaji kutoka kwake. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mwingine ambaye aliomba na alikuwa amekosea Mungu, ambaye anaitwa Ahabu. Tusome katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 21. Wafalme wa kwanza
Nisamehe. Ahabu alikuwa ameua Naboti, na wakati alimuua akachukua shamba lake na alimuua pamoja na familia yake. Kwa hivyo kukawa na kuhukumiwa, na Elia akatumwa aende kwake, na akaambiwa kwamba vile watu wa nyumba yake Mungu atawafanya. Na hiyo iko katika Wafalme wa kwanza 21 kuanzia 17. Hebu tusome kidogo ili tuelewe vile tunaendelea. 21 Ikawa hapo aliposikia maneno hayo, aliyararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, neno la Bwana likamjia Eliya na mtumishi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli, akae katika Samaria, huko katika shamba la zabibu la Naboti ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Akamwambia ukisema, Bwana asema hivi, je, umeamua kutamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoilamba damu ya Naboti, mbwa watalamba damu yako na damu yako. Ahabu akamwambia Eliya, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza umetenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Akaangalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachiliwa katika Israeli, kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza hata kunighadhabisha ukawakosesha Israeli. Tena Bwana alinena habari za Yezebeli akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezebeli. Mtu wa nyumba ya Ahabu afaye mjini, mbwa watamla, na yeye afaye mashambani, ndege wa angani watamla. Bwana asifiwe. Hiyo ndio hukumu ambayo ilipatiwa Ahabu kwa sababu ya kuua Naboti na kuchukua shamba lake. Lakini ikiwa hayo yote yalitendeka na alijua na aliletewa habari, hakukosa kwenda mbele za Mungu. Aliabudu Baali, lakini wakati mabaya alikuja, alikimbilia kwa Mungu. Hebu tusikie kutoka hiyo enda mstari wa 27. Ikawa Ahabu aliposikia maneno hayo, akayarua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likaja kwa Eliya mtumishi kusema, huoni jinsi Ahabu alivyojidhili mbele yangu? Basi kwa sababu amejidhili mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku za Ila, katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake.
alikuwa amefanya dhambi nyingi. Ahabu na Yezebeli walikuwa wamefanya dhambi nyingi, lakini wakati alienda mbele za Mungu, sikia vile Mungu anamwambia Eliya, Ahabu amejiaza mbele zangu. Kwa hivyo ni Mungu ambaye husikia kila ombi. Basi yeye husikia kila ombi, hata waovu anawasikiliza, lakini majibu yeye hulete kulingana na moyo wako. Wewe vile unaweka moyo wako kwake, ndio majibu hukufikia. Bwana asifiwe. Na Mungu akaomba kujitoa kwa Ahabu mbele zake, na akamwomba na akalia, na Mungu alikuwa amenena mabaya juu yake na familia yake. Lakini Mungu ambaye alisikia maombi aliweza kubadilisha, na akasema hata afanyika wakati wako, lakini sitaondoa hiyo hukumu. Bwana asifiwe. Sitaondoa hiyo hukumu. Basi akaachilia hayo mambo. Kwa sababu gani? Kwa sababu alisikia maombi. Kwa hivyo tuamini Mungu husikia maombi. Bwana asifiwe. Na ni lazima Mungu awe wa kukujibu maombi yako. Kwa hivyo inalingana na wewe utaamini, moyo wako utakuwa aje mbele zake. Kwa hiyo hali ya kuamini. Bwana asifiwe. Kwa sababu Ahabu alijijua, lakini alienda tu mbele za Mungu akijijua dhambi zake ambazo ametenda. Bwana asifiwe. Na ikiwa ilifanyika haya kwa Ahabu, na je, kwetu sisi, ikiwa sisi ni watoto wake, si kuna mambo mengi ambayo atabadilisha na kuyaondoa katika maisha yetu ili tusikutane. Bwana asifiwe. Kwa sababu anatujua zaidi na anatuelewa, na neno linasema kwamba yeye ndiye mchungaji wetu. Kwa hiyo akiwa mchungaji, hata yale mabaya yanakupitilia, yeye hujua na huelewa. Bwana asifiwe sana. Na katika hali ya kuomba na kuamini Mungu ambaye anaomba, anakujua, anakupenda, anakuelewa na anaweza yote, kuna mambo mengi sana ambaye atayabadilisha katika maisha yako, ambaye atakukutilia ayatupilie mbali. Bwana asifiwe sana. Ikiwa alikutumilia Ahabu na yale maombi yote alikuwa nayo, na baadhi ambazo walikuwa wakiabudu na mke wake, na wewe je, ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu, ni mangapi ambaye atatupilia na kukuondolea? Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuondoe tashwishi katika mioyo yetu, tuondoe kuchanganyikiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye amesema sisi ni watoto wake, na ikiwa sisi tunawatendea watoto wetu mambo